Warigani mpenzi mtazamaji wa Dai TV ulioungana nasi hivi sasa, tunapenda kukaribisha kuungana nasi katika kongamano la 30 kubwa lililoandaliwa na Al-Mustafa ikishirikiana na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania chini ya Dr. Sheikh Al-Hadi Musa Salim. Ni kongamano la 30 ambalo limekuja kwa title ya Al-Qur'an Yajmauna, Qur'ani inatukusanya. Sisi waandishi wenu wa Dai TV tumewasili katika tukio hili. Lengo kubwa tufanye mazungumzo na wageni waliotoka katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuleta lengo kubwa ambalo limewaleta Tanzania wageni hawa wanaotoka kila kona ya dunia. Karibu kuungana na mazungumzo ya waandishi wenu wa Dai TV na pamoja na wageni wa kidunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Sayyid Jalal Masumi, and it's a great opportunity to be at your service, dear viewers. Today it was a great program, and we had, mashallah, different reciters from different parts of the world. We had reciters from a place which I like it, from Tanzania. We had reciters from Mahfil, and especially from Iran. And I personally, I am representative of Afghanistan and United Kingdom. And it was a great opportunity to be among the lovers of the Holy Quran and the lovers of Ahlul Bayt. We really enjoyed the program, and as well we had some reciters, young memorizers. They really smashed the program. And from here I thank all of my sister brothers. They were in our program here from the beginning till the end. Really, they had great patience, and I really appreciate them. May Allah protect them, and we thank all of you for watching the program. Karibu sana, ahsante sana, nashkuru wa nashkuru wewe. Bismillahir Rahmanir Rahim. من صمیمانه از همه مهمانان عزیز که امروز در 34مین جشنواره قرآنی و حدیثی بین المللی جامعة المصطفى حضور پیدا کردن صمیمانه سپاسگزارم. برنامه امسال به صورت ویژه با حضور قراء ایرانی، انگلستان و عزیزانمون قاریانی از تانزانیا حضور پیدا کردن و به زیبایی تمام این جشنواره تمام شده است و مهمانان ارجمند نایب الوزیر و نایب المفتی و جناب شیخ الهادی همه لطف کردند و در این محفل ما حضور پیدا کردن. من از همه‌شون سپاسگزارم. Swali langu ni kwamba kulikuwa kuna uwezekano wa kutumia maneno mengine. Kwa nini mmetumia kalima al-Qur'ani yajmauna? نعم. القرآن یجمعنا فی الواقع قرآن یک در واقع عمود خیمه است که همه مسلمانان می توانند در زیر این خیمه، در زیر این عمود خیمه با هم مسالمت آمیز زندگی کنند و می توانیم ما وحدت همه مسلمانان رو در حول محور قرآن کریم عرض کنم که تمام مسائل و کارهامون رو حل کنیم و پیش ببریم. Na swali la mwisho ni kwamba matukio kama haya mmekuwa mnafanya yanapendeza sana. این برنامه القرآن یجمعونا است و همه تمام تلاش ما و سعی ما بر این بوده است که ما بتوانیم به همه مسلمانان بگیم که ما میتوانیم حول محور قرآن کریم در کنار هم باشیم و در کنار هم زندگی بکنیم. شکرا. نشکر sana. Kwa jina naitwa Sheikh Abdul Majid Nasir, ni mwalimu na mfunzi wa Jamiatul Mustafa Al-Alamia. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tukio hili la kumbukumbu na taadhima ya Qur'ani. Ni kumbukumbu mzuri kiasi ambacho inajaribu kuirudisha jamii na wanajamii katika mafunzo ya Qur'ani. Tumesikia maneno mengi kutoka kwa viongozi wetu wanaohusia kuhusiana na Qur'ani, adhma ya Qur'ani, umakini wa Qur'ani, mafunzo mazuri ya Qur'ani, lakini namna Qur'ani inavyotuasa kushikamana kama jamii
kama binadamu na kama umma wa Kiislamu. Kwa hivyo tunawaasa, kama ambavyo Qur'ani tumesikia ikisomwa vizuri, tunawaasa vijana wa leo. Vijana leo wanahitaji Qur'ani, wanahitaji mafunzo, wanahitaji mafahumu za Qur'an, lakini wanahitaji kuwa pamoja na Qur'ani, kwani ndo msingi mzuri katika maisha yao ya kidunia na akhera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Zaid Ahmad. Mimi ni mmoja kati ya wafanyakazi wa Al-Mustafa International University hapa Tanzania. Na sisi ndio wahusika wakuu wa shughuli hii ya Qur'ani ambayo imefanyika leo hii, tukishirikiana na asasi mbalimbali za kidini, lakini pia hata zile za kiserikali. Kwa mfano, tulikuwa tukishirikiana pamoja na taasisi ya JMAT, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, lakini pia tumeshirikiana na taasisi ya Iranian Cultural Center, lakini pia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ni BAKWATA, lakini pia na zile asasi nyingine zinazosimamia masuala ya Qur'ani zilizoko nje ya Tanzania, kama hii mahfil ambayo leo kwa mara ya kwanza wamekuja kuitembelea Tanzania, na tumezoea kuwaona tu katika mitandao wakifanya shughuli zao, lakini kwa juhudi za viongozi wetu, wasimamizi wa shughuli hizi, lakini pia kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wameweza kufika katika nchi yetu, na kwa mara ya kwanza wameweza kufanya onyesho lao, walau ilikuwa ni kwa ufupi, na bado shughuli nyingine zinaendelea zaidi, ikiwa watafanya shughuli nyingine katika viwanja vya Mkokwani Tanga, na pia katika viwanja vya Mnazi Mmoja kabla hawajamaliza hii shughuli yao. Kwa kiufupi ni kwamba hii si mara ya kwanza tukifanya tukio kama hili katika ukumbi huu wa Mwalimu Nyerere. Hii ni mara ya 3 sasa hivi, na mara zote kumekuwa kuna utofauti na ubora zaidi ya yale matukio yaliyopita. Na tukianza na tukio la mwaka juzi, mwaka jana, mwaka huu, kwa wale wote ambao watakuwa wamehudhuria wanaweza kukubaliana na mimi kwamba kuna mabadiliko makubwa mno, na vile vile sherehe imezidi kupendeza na itazidi kupendeza siku baada ya siku, kwa sababu tutakuwa tukiwaleteeni ugeni mpya kila siku na kuweza kutangaza swala hili la Qur'ani na kufikia katika lengo lile ambalo Mwenyezi Mungu amelitaka. Billahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.